Je, unapenda kwenda holiday na rafiki, familia, mpenzi au wafanyakazi wenzako kazini? Basi Bongo Trips tumekusikia. Kwa safari za ndani na nje tupo kwa ajili yako. Chagua Bongo Trips kusafiri ndani ya Tanzania, Zanzibari na nje ya mipaka Tanzania, yani Kenya, Dubai, South Africa, Uturuki, Misri, Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, China na nchi nyinginezo. Bongo Trips tunakuletea ofa kabambe na kubwa mwaka huu 2025. Safiri mpaka Dubai kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 24. Yani siku 6 unakula Pasaka ukiwa Dubai kwa gharama nafuu. Twenzetu tena Dubai Disemba kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 22, yani siku 8 ndani ya Dubai kwa gharama nafuu. Na trip yetu babu kubwa msimu huu ni ile ya sikukuu ya Christmas mpaka mwaka mpya 2026, ambapo utaweza kusafiri nchi 3: Malaysia, Thailand na Singapore kwa gharama nafuu kabisa, yani kuanzia tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 3 mwezi wa kwanza 2026, yani siku 13 ndani ya nchi 3. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0752213715 au simu namba 0754557877. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Bongo Trips, au tembelea website yetu ya www.bongotrips.co.tz. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo wa mkondo wa kwanza hatua ya robo finali, ambapo mchezo huu moja kwa moja itakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumatano ya tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025, ambapo mchezo huu Simba wanakwenda kucheza wakiwa ugenini. Sasa fahamu kikosi cha wekundu wa Msimbazi kutokea nchini Tanzania mapema siku ya leo kiliweza kuanza safari kuelekea katika nchi ya Misri kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo huu wa mkondo wa kwanza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry, kikosi ambacho iliweza kuondoka na wachezaji 16, ambapo wachezaji hawa kwa sasa tunavyoongea wameweza kuwasili salama katika nchi ya Misri, na kwa upande mwingine wameambatana na benchi la ufundi na kocha mkuu ambaye ni mtaalam Fadlu Davis, ambapo Simba wameweza kupokelewa na baadhi ya raia wa Kitanzania ambao wanaishi pale nchini Misri. Kwa Simba wamefika salama katika mji wa Cairo, na moja kwa moja kikosi cha wekundu wa Msimbazi kitakwenda kuanza safari kutoka katika mji wa Cairo kuelekea katika mji wa Ismailia, ambapo ndipo walipokodisha hoteli kwa ajili ya wachezaji kuweza kufikia. Ikumbukwe msafara wachezaji wengine wa Simba tayari uliwasili siku ya jana. Ni msafara wa wale wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania ambao walikuwa pale nchini Morocco katika mchezo wa kufuzu kombe la dunia. Kwa hiyo msafara huu wa wachezaji 6 mapema uliwasili siku ya jana. Kwa msafara mwingine uliobakia wa wachezaji kutoka Tanzania, wachezaji 16 umeweza kuwasili nchini Misri salama. Kwa hiyo kwa sasa kinachosubiriwa ni yale maandalizi ambayo Simba watakwenda kuyafanya kuelekea katika mchezo wao dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry. Fahamu kwa upande wa kikosi ambacho Simba wameweza kwenda nacho ni kikosi cha magolikipa watatu, yani Musa Kamara, Ali Salim na Hussein Abele, lakini eneo la defenders Simba wameweza kuondoka na mabeki 7, yani Shamu Karabwa, Abdurazak Hamza, Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, Valentino Noma, David Kameta Duchu na Kelvin Kijil. Lakini kwa upande wa midfielders, mawinga washambuliaji na viungo washambuliaji, Simba wameondoka na watu 10, yani Yusufu Kagoma, Fabrice Luamba Ngoma, Eli Mpanzu, Dibra Fernandez, Lada Kichasapi, Kibu Dennis Prosper, Awesu Ali Awesu, Janchale Ahua, Agustino Kejefa na Joshua Mutale, SGR Abudu. Lakini katika eneo la strikers Simba wameenda na washambuliaji wawili, Leonel Christian Mbida na Steve Deze Mukwala. Kwa hiyo tunaona kikosiko kimeweza kuwasili mapema kwa ajili ya kuanza kufanya maandalizi ya kujiandaa na mchezo wao dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry. Bwana, kama mshabiki wa Simba umefurahishwa na taarifa hii ambayo kwa upande mwingine, kwa sababu Simba walishafanya maandalizi
ya kupokelewa, kwa sababu tayari walishawatuma wawakilishi wao. Like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section, katuambie kuelekea katika mchezo huu, wewe kwa upande wako unaiona klabu ya soka ya Simba ikienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi?